Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Rais Museveni mwenye vyeo lukuki vya jeshi. Machi 21 mwaka 2024, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alimteua mtoto wake Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF na kuendeleza mjadala wa muda mrefu kuwa anamwandaa kuchukua nafasi yake ya uraisi wa nchini Uganda. Jenerali Kainerugaba alichukua nafasi ya Jenerali Wilson Mbasu Mbandi ambaye aliteuliwa kuwa waziri wa biashara katika mabadiliko mapya ya safu ya baraza la mawaziri lililotangazwa na Museveni. Kabla ya hapo, Jenerali Kainerugaba alikuwa akihudumu nafasi ya mshauri mkuu wa rais katika masuala ya operation maalum. Yafuatayo ni mapito ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba hadi kwenye ngazi kubwa zaidi kwenye jeshi la nchi hiyo. Huyu ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Mama Janet Museveni. Ni mume wa Charlotte Nankunda Kutesa aliyemuoa mwaka 1999 na mtoto wa kwanza wa Rais Museveni. Jenerali Kainerugaba amezaliwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 1974 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Alipata elimu yake ya shahada ya sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu Notre Dame University nchini Uingereza. Mwaka 1999 alijiunga na jeshi la Uganda la UPDF akiwa afisa kadeti na kuhitimu shahada kutoka chuo cha mafunzo ya jeshi cha Royal Military Academy Sandhurst mwaka 2000 ambacho hutumika kwa mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza. Jenerali Kainerugaba ni miongoni mwa wanajeshi wa Uganda waliopanda vyeo kwa haraka sana, lakini kufika ngazi za juu za jeshi amepitia pakubwa sana. Dalili zilianza kumwendea vyema baada ya kupandishwa cheo na kuwa kapteni wa jeshi Novemba mwaka 2001. Mwaka uliofuata 2002 akahudhuria mafunzo ya kuwa kamanda wa kitengo cha jeshi yani battalion huko nchini Misri. Mwaka 2003 alipandishwa cheo cha kuwa meja na kuteuliwa kuwa kamanda wa kitengo cha jeshi Motorized Infantry Battalion na mwanachama wa baraza kuu la ulinzi nchini Uganda. Mwaka 2005 vilevile alihudhuria mafunzo ya ngazi za juu za usimamizi wa kitengo cha jeshi katika kituo cha Kaisenyi magharibi mwa Uganda. Mwaka 2006 alisimamia mafunzo na mipango ya kitengo kipya cha jeshi kwa jina One Command kaunti ya Otuke huko wilayani Lira kaskazini mwa Uganda. Mwaka 2008 Julai alikuwa Mganda wa kwanza kufuzu mafunzo ya kushambulia kwa kutumia parashuti katika jeshi la Uganda la UPDF baada ya kumaliza mafunzo yake huko Marekani. Mwaka huo huo akapandishwa cheo na kuwa Lieutenant Colonel na kuteuliwa kuwa kamanda wa kikosi maalum chini ya UPDF. Mwaka 2010 akateuliwa kuwa kamanda wa kikosi maalum ambacho sasa kinajumuisha kikosi cha ulinzi wa rais ambacho awali kilitenganishwa. Mwaka 2011 Septemba akapandishwa cheo na kuwa kanal kabla ya kuwa brigedia general. Kutokana na kupandishwa vyeo haraka kukazuka maneno ya kwamba anaandaliwa kuja kuwa mrithi wa Rais Museveni aliyetawala Uganda kwa zaidi ya miaka 30. Mwezi Juni mwaka 2013 alijitokeza na kupinga tetesi hizo na kusema kwamba Uganda sio nchi ya kifalme ambao uongozi unarithishwa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Hili linalosemwa ni Muhoozi ni mradi ni maneno tu ya kutungwa na watu. Alikuja kurejea hilo la kupinga kuandaliwa kumrithi baba yake mwaka 2016 alipoteuliwa kuwa meja general. Katika sherehe za uapisho wake alisema mradi wa Muhoozi haupoi na ni maneno tu. Kainerugaba ni luteni wa pili kuhudumu katika kikosi cha kumlinda rais PPU. Januari mwaka 2017 Muhoozi aliteuliwa kuwa mshauri wa rais wa shughuli maalum. Kupandishwa kwake cheo na kusogezwa Ikulu kukaongeza maneno zaidi kwenye vyombo vya habari vya Uganda kwamba Kainerugaba ni kama anaandaliwa kuwa rais ajaye wa Uganda kumrithi baba yake Yoweri Kaguta Museveni. Mwaka 2020 Rais Museveni akamteua tena kuwa kamanda wa kikosi maalum SFC kumrithi Meja General James Birungi akiendelea kuwa mshauri mwandamizi wa rais kwenye shughuli maalum. Mwaka 2021 kabla ya Juni 24 kuteuliwa kuwa kamanda wa vikosi vya ardhi akichukua nafasi ya Lieutenant General Peter Lwelu ambaye aliteuliwa kuwa mkuu wa majeshi msaidizi. Lieutenant General Kainerugaba
Muhoozi anadaiwa kupikwa ili kumrithi baba yake Yoweri Kaguta Museveni. Mwaka 2021 Desemba, alimtaka baba yake Rais Museveni kumwachia huru inspekta wa zamani wa polisi General Kale Kanyihura. Alitumia tu mtandao wake wa Twitter kufikisha ujumbe huo, na miezi miwili baadaye inspekta mstaafu aliachiwa huru. General Kanyihura alikuwa ndani akituhumiwa kwa makosa matatu: kushindwa kulinda vifaa vya vita, kusaidia na kuchochea utekaji nyara na urejeshwaji wa wakimbizi wa Rwanda nchini Uganda. Alifikishwa mahakamani Agosti mwaka 2018. Mtoto huyo wa rais alichapisha ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter akionyesha kuunga mkono uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, ambapo aliandika, watu wengi ambao sio wazungu wanaunga mkono msimamo wa Urusi nchini Ukraine. Putin yuko sahihi wakati Urusi ilipopeleka makombora ya nyuklia nchini Cuba mwaka 1962. Mataifa ya magharibi yalikuwa tayari kuilipua dunia. Wakati huu NATO inafanya hivyo hivyo. Wanatarajia Urusi kufanya tofauti? Jenerali Muhoozi ni mpenda michezo tangu akiwa shule, akionekana kushiriki katika shughuli mbalimbali za michezo ukiwemo wa kikapu. Mbali na kuwa mtu anayeweza kusikiliza na kujichanganya na watu wa makundi mbalimbali ikiwemo wanamichezo, wanasiasa na wasanii, mtoto huyu wa rais amekuwa pia akiandika machapisho mbalimbali. Ameandika kitabu kilichoitwa Battles of the Ugandan, Resistance a Tradition of Maneuver. Lakini pia amekuwa akiandika makala mbalimbali kwenye magazeti na majarida mbalimbali. Pamoja na hayo, kikosi maalum cha SFC kilichokuwa chini yake kilishutumiwa kwa vitendo vingi vya unyanyasaji na utesaji wa watu, hasa wanaokosa na kupinga mamlaka za nchi hiyo. Hapa zilikuwa zikitajwa nguvu zake kama chachu. Huyo ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Rais Museveni mwenye vyeo lukuki vya jeshi. Machi 21 mwaka 2024, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alimteua mtoto wake Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuwa mkuu wa majeshi ya ulinzi CDF, na kuendeleza mjadala muda mrefu kuwa anamwandaa kuchukua nafasi yake ya urais wa nchini Uganda. Jenerali Kainerugaba alichukua nafasi ya Jenerali Wilson Mbasu Mbandi ambaye aliteuliwa kuwa waziri wa biashara katika mabadiliko mapya ya safu ya baraza la mawaziri lililotangazwa na Museveni. Kabla ya hapo, Jenerali Kainerugaba alikuwa akihudumu nafasi ya mshauri mkuu wa rais katika masuala ya operation maalum. Yafuatayo ni mapito ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba hadi kwenye ngazi kubwa zaidi kwenye jeshi la nchi hiyo. Huyu ni mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Mama Janet Museveni. Ni mume wa Charlotte Nankunda Kutesa aliyemuoa mwaka 1999 na mtoto wa kwanza wa Rais Museveni. Jenerali Kainerugaba amezaliwa tarehe 21 za mwezi wa 4 mwaka 1974 jijini Dar es Salaam, Tanzania. Alipata elimu yake ya shahada ya sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu Notre Dame University nchini Uingereza. Mwaka 1999 alijiunga na jeshi la Uganda la UPDF akiwa afisa kadeti na kuhitimu shahada kutoka chuo cha mafunzo ya jeshi cha Royal Military Academy Sandhurst mwaka 2000 ambacho hutumika kwa mafunzo ya wanajeshi wa Uingereza. Jenerali Kainerugaba ni miongoni mwa wanajeshi wa Uganda waliopanda vyeo kwa haraka sana, lakini kufika ngazi za juu za jeshi amepitia pakubwa sana. Dalili zilianza kumwendea vyema baada ya kupandishwa cheo na kuwa kapteni wa jeshi Novemba mwaka 2001. Mwaka uliofuata 2002 akahudhuria mafunzo ya kuwa kamanda wa kitengo cha jeshi yani battalion huko nchini Misri. Mwaka 2003 alipandishwa cheo cha kuwa meja na kuteuliwa kuwa kamanda wa kitengo cha jeshi Motorized Infantry Battalion na mwanachama wa baraza kuu la ulinzi nchini Uganda. Mwaka 2005 vilevile alihudhuria mafunzo ya ngazi za juu za usimamizi wa kitengo cha jeshi katika kituo cha Kaisenyi magharibi mwa Uganda. Mwaka 2006 alisimamia mafunzo na mipango ya kitengo kipya cha jeshi kwa jina One Command kaunti ya Otuke huko wilayani Lira
kaskazini mwa Uganda. Mwaka 2008 Julai, alikuwa Mganda wa kwanza kufuzu mafunzo ya kushambulia kwa kutumia parashuti katika jeshi la Uganda la UPDF baada ya kumaliza mafunzo yake huko Marekani. Mwaka huo huo akapandishwa cheo na kuwa Lieutenant Colonel na kuteuliwa kuwa kamanda wa kikosi maalum chini ya UPDF. Mwaka 2010 akateuliwa kuwa kamanda wa kikosi maalum ambacho sasa kinajumuisha kikosi cha ulinzi wa rais ambacho awali kilitenganishwa. Mwaka 2011 Septemba akapandishwa cheo na kuwa kanal kabla ya kuwa brigedia general. Kutokana na kupandishwa vyeo haraka, kukazuka maneno ya kwamba anaandaliwa kuja kuwa mrithi wa Rais Museveni aliyetawala Uganda kwa zaidi ya miaka 30. Mwezi Juni mwaka 2013 alijitokeza na kupinga tetesi hizo na kusema kwamba Uganda sio nchi ya kifalme ambao uongozi unarithishwa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto. Hili linalosemwa ni Muhoozi ni mradi, ni maneno tu ya kutungwa na watu. Alikuja kurejea hilo la kupinga kuandaliwa kumrithi baba yake mwaka 2016 alipoteuliwa kuwa meja general. Katika sherehe za uapisho wake alisema mradi wa Muhoozi haupoi na ni maneno tu. Kainerugaba ni luteni wa pili kuhudumu katika kikosi cha kumlinda rais PPU. Januari mwaka 2017 Muhoozi aliteuliwa kuwa mshauri wa rais wa shughuli maalum. Kupandishwa kwake cheo na kusogezwa Ikulu kukaongeza maneno zaidi kwenye vyombo vya habari vya Uganda kwamba Kainerugaba ni kama anaandaliwa kuwa rais ajaye wa Uganda kumrithi baba yake Yoweri Kaguta Museveni. Mwaka 2020 Rais Museveni akamteua tena kuwa kamanda wa kikosi maalum SFC kumrithi Meja General James Birungi, akiendelea kuwa mshauri mwandamizi wa rais kwenye shughuli maalum. Mwaka 2021 kabla ya Juni 24 kuteuliwa kuwa kamanda wa vikosi vya ardhi, akichukua nafasi ya Lieutenant General Peter Lwelu ambaye aliteuliwa kuwa mkuu wa majeshi msaidizi. Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi anadaiwa kupikwa ili kumrithi baba yake Yoweri Kaguta Museveni. Mwaka 2021 Desemba alimtaka baba yake Rais Museveni kumwachia huru inspekta wa zamani wa polisi General Kale Kanyihura. Alitumia tu mtandao wake wa Twitter kufikisha ujumbe huo, na miezi miwili baadaye inspekta mstaafu aliachiwa huru. General Kanyihura alikuwa ndani akituhumiwa kwa makosa matatu: kushindwa kulinda vifaa vya vita, kusaidia na kuchochea utekaji nyara na urejeshaji wa wakimbizi wa Rwanda nchini Uganda. Alifikishwa mahakamani Agosti mwaka 2018. Mtoto huyo wa rais alichapisha ujumbe kwenye ukurasa wake wa Twitter akionyesha kuunga mkono uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, ambapo aliandika, watu wengi ambao sio wazungu wanaunga mkono msimamo wa Urusi nchini Ukraine. Putin yuko sahihi wakati Urusi ilipopeleka makombora ya nyuklia nchini Cuba mwaka 1962. Mataifa ya magharibi yalikuwa tayari